Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nimekuja kutembelea hapa mradi huu wa njia kubwa ya umeme inayotoka Chalinze kuja Dodoma. Huu ni mradi unaogharimu karibu shilingi bilioni 600 za Tanzania. Ni mradi mkubwa na ni miongoni mwa miradi mikubwa ya usafirishaji umeme iliyowahi kutekelezwa katika nchi yetu. Kwa sasa hivi labda huu ndio mradi muhimu zaidi kwa nchi. Nikisema hivi inabidi nitoe ufafanuzi ili watu waelewe ninamaanisha nini. Tumejenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Umeme kutoka Mwalimu Nyerere umekuja kutoka kule bwawani mpaka kituo cha Chalinze. Kwa hiyo ni kama kusema umeme wote wa Mwalimu Nyerere kwa kiasi kikubwa uko pale Chalinze. Ni jinsi gani ya kuutoa umeme huo kutoka Chalinze kuupeleka kwa watumiaji nchi nzima? Tuna laini kubwa 3 ambazo zitafanya hiyo kazi. Laini ya kwanza itakayosafirisha umeme mwingi sana kutoka Julius Nyerere kuupeleka kwa watumiaji ni hii, Chalinze mpaka Dodoma. Hii hapa ikifikisha umeme Dodoma, umeme huo utagawanyika, baadhi utakwenda kusini kuelekea mikoa ya Iringa, Mbeya, Njombe, Songwe, Rukwa na baadaye tutaunganisha na Zambia. Lakini laini ya pili kubwa ni laini inayotokea Chalinze, inapeleka umeme Dar es Salaam Kinyerezi, inaupeleka mpaka Mkuranga, baadaye utafika maeneo ya Kigamboni, utarudi mpaka katikati ya jiji. Na kila mahali ambako umeme huo utaenda, hali ya umeme itaimarika kweli kweli, kwa sababu hii ni laini kubwa ya msongo wa kilovolt 400. Nakumbuka kwamba Dodoma mpaka sasa hivi laini 3 zinazokuja Dodoma zinaleta umeme wa kilovolt 220. Kwa hiyo kuwepo kwa laini hii moja kubwa ya kilovolt 400 kutaongeza sana ubora, hasa kwa maana ya voltage. Ubora wa umeme sio Dodoma tu, lakini mikoa yote ya kanda ya Ziwa, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Kigoma, bila kusahau mkoa wa Singida. Wote hao watanufaika na umeme huu kuelekea upande wa magharibi. Upande wa kaskazini, mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro, wote watanufaika na njia hii moja tu ya umeme. Kwa hiyo ni kama njia kubwa inaleta umeme mwingi Dodoma. Ukifika Dodoma unatawanyika, unaenda kaskazini, unaenda kusini, unaenda magharibi. Kwa hiyo hii ni line moja muhimu mno katika mfumo wa umeme wa nchi. Hivi karibuni mnafahamu kwamba kulitokea grid failure. Umeme wa grid ulizimika, tukapata shida kidogo siku moja. Sasa mojawapo ya utatuzi wa kuzimika kwa grid ni line hii inayotoka Chalinze kuja Dodoma. Itafanya kuwe na stability kubwa kwenye grid ya taifa na utulivu ambao utapunguza sana grid kuzimika. Lakini niseme kwamba sio tu stability, kupeleka umeme mwingi. Umeme utakuwepo wa kutosha katika maeneo hayo. Tutabakia na matatizo madogo ya distribution, ya usambazaji. Sasa nisiseme kwamba kwa sababu ya laini hii hakutaweza kuzimika umeme kwenye maeneo. Hiyo inaweza ikatokea, bado transformer kwenye eneo moja dogo inaweza kuwa na shida, wananchi kwenye eneo hilo wakapata shida ya muda mfupi. Bado mahali pengine nguzo itagongwa na gari, bado kuna mahali upepo utakuwa mkali utadondosha waya. Hayo yatatokea, lakini sio kwa skeli hii ya eneo kubwa kukosa umeme kwa mara moja. Wanufaika wakubwa sana wa mradi huu ni SGR. Tulipojenga line ile ya SGR, line ile ilijengwa ikaanza kutumika kusafirisha au kupitisha umeme kwa ajili ya reli ya SGR mpaka Dodoma, lakini pia kwa sababu kulikuwa hatuna namna nyingine bora ya kufikisha umeme kwa watumiaji wa Dodoma na maeneo mengine, line hiyo pia ilipitisha umeme kwa ajili ya matumizi ya watu wengine. Kwa hiyo line hiyo moja ya SGR ilipitisha umeme kwa ajili ya reli na umeme kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Sasa baada ya kukamilisha mradi huu mkubwa, tunaenda kuwatoa wananchi kwenye matumizi ya SGR. SGR inabaki kwa ajili ya treni tu. Sasa hiyo ina faida gani? Hiyo itapunguza sana ule line ya SGR kukatika
kwa sababu labda mahali fulani pametokea fault iliyosababishwa na watumiaji wengine, SGR atabaki SGR na umeme wa SGR hautatumika na mtu mwingine. Sasa hilo ni jambo ambalo lisingewezekana kabla ya mradi huu kukamilika. Kwa hiyo mradi huu umekamilika, SGR itakuwa na umeme wa uhakika zaidi. Kwa hiyo nataka niwatie moyo wa Tanzania kwamba uwekezaji wa serikali yetu katika miundombinu mikubwa ya aina hii unaanza kuleta mabadiliko makubwa. Umeme unaanza kufika hapa wakati wakiendelea na kutesti hapa na pale, lakini umeme utakuwa umetoka kutoka bwawa la Mwalimu Nyerere, umefika Chalinze, umetoka Chalinze, umefika Dodoma. Ukishafika Dodoma, ujue utakuwa umeanza kwenda safari, umeelekea Shinyanga mpaka Kigoma, mpaka Mwanza, utakuwa umeelekea Manyara mpaka Arusha, utakuwa kusini huku umeenda mpaka Iringa na umeendelea kwenda kusini zaidi. Kwa hiyo ni mradi mkubwa, mradi wa mahususi sana kwa nchi yetu, lakini ni mradi ambao umekamilika ndani ya muda mfupi sana. Mradi huu umejengwa kwa miezi 16. Ni rekodi, haijawahi kutokea katika nchi yetu kuwa na mradi mkubwa wa kiwango hiki kujengwa ndani ya muda mfupi namna hii. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.